Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, leo ikiwa ni Machi 20 ya mwaka wa 2025. Masomo haya yana kichwa kikuu kisemacho Mwinue Yesu juu. Mwandishi wake ni Ellen G. White, na kwa hii Machi tunajifunza mada kuu isemayo Mwinue Yesu juu kama mwana wa Adamu. Kabla tujaenda kujielekeza kujifunza mada ya leo, ni kualike tuombe. Hebu tuombe. Lihimidiwe jina lako, Baba yetu mtakatifu, ketie mahali pasiri juu mbinguni. Leo tumekuja kwako tukisema asante. Mara nyingi umefanya vitu vingi maishani mwetu na hatukushukuru. Tusamee. Leo tunasema asante kwa ajili ya yote uliotenda jana, yote uliotenda juzi, na hata ambayo unaendelea kutenda sasa. Yote hayo yanaonesha jinsi gani upendo wako ni mkuu maishani mwetu. Sisi nasi kwa pamoja tunasema asante, jina lako litukuzwe. Tutaenda kujifunza neno lako asubuhi hii. Tunakushukuru kwa sababu hata hilo utatusaidia kulielewa. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema omba msaada kwa Yesu, sio kwa wanadamu wenye dhambi. Mathayo 28 aya 20 inasema, tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu aliuchukua ubinadamu juu yake mwenyewe. Aliweka kando vazi lake la kifalme na taji ya kifalme na kushuka chini kutoka kwenye mamlaka ya juu katika nyua za mbinguni, akiufunika uungu wake kwa ubinadamu. Kristo aliikumbatia jamii ya wanadamu kwa mkono wake mrefu wa ubinadamu. Anasimama katika uongozi wa wanadamu, sio kama mwenye dhambi, bali kama Mwokozi. Ni kwa sababu hakuna doa wala dhambi katika nafsi yake ya uungu ili kwamba aweze kusimama pale kama mdhamana wa wenye dhambi. Kwa sababu yeye hana dhambi, anaweza kuondoa dhambi zetu na kutuweka kwenye mahali pafaapo pamoja na Mungu, ikiwa tutamwamini yeye kama mmoja ambaye atakuwa utakaso na haki yetu. Ameahidi kwamba ikiwa utaomba hekima kutoka kwake atakupatia, lakini si muhimu mara zote kwetu sisi kujua sababu zote. Tunamkosea Mungu heshima pale tunapohangaika kupata mtu ambaye tunadhani anaelewa shida zetu ili atusaidie. Je, hakutupatia mwanawe wa pekee? Je, Kristo hayuko karibu nasi? Na je, hata tupa msaada tunaohitaji? Tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote, anasema, hata ukamilifu wa dahari. Neno lake linairudia ahadi tena na tena. Haishangazi kwangu kwamba wakati huu kuna udhaifu mwingi mahali ambapo palipaswa kuwa na nguvu. Sababu ya hili ni kwamba badala ya kunywa maji safi ya Lebanoni, tunatafuta kukidhi kiu zetu kutoka kwenye mabirika ya duniani ambayo hayana maji ya uzima. Tunawaamini wanadamu na tunaangushwa na kupotoshwa mara kwa mara. Tumemkosea heshima sana Bwana wetu katika kugeuka mbali na Kristo ili kutafuta hekima kutoka kwa wanadamu wenye ukomo. Je, tuendelee kuthamini dhambi ya kutokuamini ambayo inatuzonga kwa urahisi, au tutupilie mbali uzito huu wa kutoamini na kwenda kwenye chanzo cha nguvu, tukiamini kwamba tutapata huruma kutoka kwa yule anayejua mwonekano wetu, ambaye anatupenda sana hata akautoa uhai wake kwa ajili yetu, ambaye alichukua katika mwili wake mapigo yaliyoshushwa kwa sababu ya uasi wetu wa sheria ya Mungu. Alifanya haya yote ili tuweze kuwa wafungwa wenye matumaini. Hatumheshimu Yesu wala hatutambui kuwepo kwake. Hatutambui kwamba anapaswa kuwa mgeni wetu wa heshima, kwamba tunazingirwa na mkono wake mrefu wa kibinadamu, wakati kwa mkono wa kiroho anashikilia kiti cha enzi cha Mungu.
Tunasahau kwamba lango la mbinguni linafurika kwa utukufu unaotoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, ili nuru ishuke moja kwa moja juu ya wale wanaotafuta msaada ambao Yesu pekee anaweza kuutoa. Alimwambia mwanamke wa Samaria, kama ungaliijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yohana 4 aya ya 10. Manuskripti ya 144 mwaka 1901. Huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Mwenyezi Mungu atubariki sote, na karibu tena wakati mwingine.